Muhammad Mutawalli Sha'rawi. Al-Imam Sha'rawi ni katika mutasawwifa wakubwa. Anasema anna sufiyata min aslin safi, hawa masufi ni kwa sababu wametokana na asli iliyokuwa safi. Wasufiya ilayhi, na Mwenyezi Mungu akamfanyia usafi. Kisha akatwambia kwa sababu ya al-ikha wal mawadda, yani watu wakampenda wakawa na mahaba naye kwa sababu moyo wake umekuwa safi. Watakunu bitaqarrubi al-abdi li rabbih, na usufi unakuwa kwa kule mtu kujikurubisha kwa Mola wake. Hajatuambia kwa kuimba, wala hajatuambia kwa kuvaa nguo chafu chafu, wala hajatuambia kwa watu kuweka rasta. Hayo hatuyajui katika tasawuf sisi. Ni mpango wa mtu mwenyewe, sio tasawuf unaozungumzwa na wasufi wenyewe na ulama tasawuf wenyewe. Anasema na hilo linakuwa bitaqarrubi al-abdi li rabbih, pale mja anapojikurubisha kwa Mola wake, bil hubbi wa ta'a, kwa mahaba na kumtii Mwenyezi Mungu. Wa yusafihi Allahu biqurbihi wa karamatihi, na Mwenyezi Mungu naye akamsafisha kwa kumpa ukaribu wake na karama. Hawa ndio ulama utasawuf wanavoeleza masufi ni kina nani, au mtu kuwa ni mtu tasawuf ni kuwa vipi. Al-Imam Zakaria al-Ansari ni katika ulama Shafi'iyya na ni faqih na ni muhaddith. Anatueleza tasawuf akituambia at-tasawufu ilmun, tasawuf ni ilm, tu'rafu bihi ahwalu tazkiyati an-nufus. Elimu kama hiyo hujulikana kwa elimu hiyo hali za kusafisha nyoyo. Wa tasfiyati al-akhlaq, na kusafisha tabia, ukawa na tabia njema. Mtume anasema bu'istu li utammima makarim al-akhlaq, ndio tasawuf. Na ulama tasawuf wanakueleza hivi. Wa ta'miri adh-dhahiri wal batin, na kuamirisha, yani kusafisha dhahir na batin, ukawa wewe kwa nje ni msafi na moyo wako pia ni msafi. Hata Qur'ani inatuambia wadharu dhahira al-ithmi wa batinahu. Ya akhi, Qur'ani imezungumzia tasawuf kwa upana zaidi. Mwenyezi Mungu anatuambia acheni madhambi ya nje na ya ndani, na ulama tasawuf wanakuambia jitengeze nje na ndani. Nje kwa kufuata sunna, kwa kutekeleza faradhi, na ndani kwa kujisafisha moyo wako na sifa mbaya za kibr na hasad na ujub na kuwachukia Waislamu na kutukana. Zote hizo ni sifa ambazo kwamba utazikuta kwa watu ambao hawana tasawuf, watu wasiojua rahma, watu wasiojua ihtiram. Wakikuona na heshima wanakwambia wewe mpaka leo unawanyenyekea watu, mpaka leo unajifanya mtumwa, mpaka leo unawabebea watu viatu, mpaka leo unawabebea watu vitabu. Unapomuona mtu yozungumza hivyo, ujue bado hajaonja utamu wa tasawuf, hajauonja utamu wa akhlaq.